Asante kabisa mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba jioni yako ni njema na uko mzima buheri wa afya. Kutoka hapa katika makao makuu ya TV47, mimi nakukaribisha kwenye TV47 Weekendi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Catherine Simaloyo. Tukiwa tumebakisha dakika kama 3 hivi kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kabla sijakupasha mengi zaidi, wacha tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye TV47 Weekendi. Asilimia 27 ya watahiniwa wa KCSE mwaka 2025 kujiunga na vyuo vikuu, huku watahiniwa asilimia 72.7 wakielekezwa kwenye vyuo anuai. Watahiniwa 1180 wakosa matokeo kwa kuhusishwa na udanganyifu katika mtihani wa KCSE mwaka 2025. Shule zilizotia fora katika matokeo ya KCSE mwaka 2025 zasema siri ni bidii na uchaji Mungu. Na serikali ya msuta Rigathi Gachagua kwa kuingilia uteuzi wa wanafunzi, huku naye akikariri kuwa shule za kitaifa ni za wanafunzi wenye navyo na wasio navyo. Bila shaka mtazamaji, unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47 Digital, @Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Ni asilimia 27 pekee ya watahiniwa waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2025 ambao wamepata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu. Hii ni baada ya idadi ya wanafunzi waliopata gredi ya cha kapa kurudi chini, kuongezeka kwa 9974 ikilinganishwa na mwaka 2024. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezamia takwimu za matokeo ya KCSE mwaka huu. Asilimia 72.7 ya jumla ya watahiniwa 1993,226 wamepata gredi ya cha kapa kurudi chini. Hii ina maana kuwa watahiniwa 722,511 hawajafanikiwa kupata nafasi katika vyuo vikuu. Ijapokuwa idadi ya watahiniwa waliopata gredi ya E imepungua ikilinganishwa na mwaka 2024, idadi ya waliopata gredi hiyo mwaka huu ni 47,798, idadi ambayo ingali juu. Watahiniwa 161,724 wamepata gredi ya D hasi, huku watahiniwa 145,557 wakipata gredi ya D kapa. Vilevile watahiniwa 126,915 wamepata gredi ya D chanya na wengine 115,801 wakapata gredi ya cha hasi. Katika mwaka 2024, jumla ya watahiniwa 712,537 walipata gredi ya cha kapa kurudi chini. Hii ni baada ya watahiniwa 48,333 kupata gredi ya E. Watahiniwa 151,487 walinakili gredi ya D hasi. Idadi ya watahiniwa waliopata gredi ya D kapa ilikuwa 153,334, huku watahiniwa 128,885 wakinakili gredi ya D chanya. Watahiniwa 118,781 na wengine 111,717 walipata gredi ya cha hasi na cha kapa mtawalia. Mwaka huu watahiniwa 270,715 wamepata gredi ya cha chanya kwenda juu, hili likiwa ongezeko kutoka watahiniwa 246,391 waliopata gredi hii mwaka 2024. Vilevile watahiniwa 1,932 wamepata gredi ya A, ambayo pia ni ongezeko ikilinganishwa na watahiniwa 1,693 waliopata gredi hiyo mwaka 2024. Shule za kitaifa ndizo zimenakili idadi ya juu baada ya watahiniwa 1,526 wa shule hizo kupata gredi ya A. Shule za kaunti na zile za kibinafsi zinafuata kwa watahiniwa waliong'aa.
Kwingineko, watahiniwa 9336 wamepata gredi ya A hasi, huku watahiniwa 23990 wakipata gredi ya B chanya. Watahiniwa 50215 wamepata gredi ya B kapa na wengine 80681 wamepata gredi ya B hasi. Idadi ya waliopata gredi ya C chanya ni 104,561. Kwa mwaka wa pili sasa, idadi ya watahiniwa wa kike imepiku ya watahiniwa wa kiume. Watahiniwa wa mtihani wa KCSE mwaka 2025 ni miongoni mwa kundi la tatu la mwisho la watahiniwa chini ya mfumo wa elimu wa 844, huku watahiniwa wa mwisho wakitarajika kufanya mtihani mwaka 2027. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa yake Elizabeth Atieno, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliongoza shughuli ya kutangazwa kwa matokeo ya watahiniwa 993,226 waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2025 katika shule ya upili ya Chabisas Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Matokeo ya mwaka 2025 yameonekana kuimarika licha ya ongezeko la visa vya udanganyifu yakilinganishwa na mwaka 2024. Mike Chalo amekuwa Eldoret na kuandaa taarifa ifuatayo. Matokeo ya KCSE mwaka 2025 yalitangazwa leo saa 4 asubuhi Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Watahiniwa wa mwaka huo wakifanya vyema ikilinganishwa na wa mwaka 2024. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715, which is 27.18% in the year 2025 KCSE examination. This is an improvement compared to 246,391, which was 25.53% in the year 2024. Hata hivyo, visa vya udanganyifu mwaka 2025 vikiongezeka, matokeo ya wanafunzi 1180 yakitupiliwa mbali. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Mtihani wa KCSE chini ya mtaala wa 844 ukiwa katika hatua ya lala salama, Waziri Migos amekiri kuimarika kwa mtaala wa CBE, huku katibu wa elimu Julius Bitoka akipongeza kutolewa kwa mgao wa elimu wa shilingi bilioni 44.2 wa mula wa kwanza kwa wakati, akisema utasaidia kuhakikisha CBE inaendeshwa ipasavyo. Vilevile wizara ya elimu ikisema imepiga hatua katika kuajiri walimu kufanikisha hilo. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. I got a call from one of the stakeholders who is in here a few days ago and said, for the first time in many years, he told me he's 25 years old in the profession, he has never seen capitation released before schools open. It's a record thing. Kwa upande wake, afisa mkuu mtendaji wa TSC Evelyn Mitei amesema walimu wako tayari kupokea kundi la kwanza la wanafunzi wa gredi ya 10 watakaoripoti shuleni Jumatatu ijayo, akisema kuwa walimu wana tajriba ya kutosha. We want to assure parents that all teachers are prepared to receive the grade 10 CBE candidates. Ikiwa imesalia miaka miwili kabla ya kutamatika kwa mtihani wa KCSE na kupisha njia CBE, matokeo ya mwaka 2025 yameonekana kuimarika licha ya ongezeko la visa vya udanganyifu ikilinganishwa na mwaka 2024. Kutoka shule ya wavulana ya Chabisas, Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Mike Chalo. Asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo. Waziri wa elimu Julius Ogamba amemjibu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua
Kwa kutia siasa kwenye sekta ya elimu, Ogamba amesema kwamba hataruhusu viongozi kuingiza siasa kwenye sekta ya elimu. Rais William Ruto pia amemkashifu Gachagua kwa kutia siasa kwenye wizara ya elimu na kuleta mgongano. Haya yanajiri baada ya Gachagua kudai kwamba kuna wanafunzi ambao walifanya vyema lakini hawakupewa nafasi katika shule za kitaifa. Waziri wa elimu Julius Ogamba amemjibu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuendeleza siasa katika sekta ya elimu. Ogamba anasema kwamba hawataruhusu wanasiasa kutia siasa kwenye sekta hiyo. And we have said that they will have to go through us as a sector and as a government before they destroy the learners' future. Because we need to protect our children. All of us here who went to schools even outside our home areas, and we are Kenyans. So for our leader to stand and say, this is our school, we do not want other people from other regions to come and learn here, it is nonsense. Rais William Ruto pia alilazimika kumkemea Gachagua, akimkashifu kutokana na kauli yake, akisema kwamba hawataruhusu baadhi ya viongozi kuweka vizuizi kwa wanafunzi, akisisitiza kwamba shule zote za kitaifa zinafaa kutoa nafasi sawa kwa wanafunzi waliopita. No politician, however desperate they may be, however bankrupt they may be, to erect new boundaries for our children. We want our children to learn in every institution that is available to them in Kenya. Especially our national schools must have access to all the children of Kenya equally. Haya yanajiri huku Gachagua akidai kwamba kuna wazazi ambao watoto wao walifanya vyema lakini hawakupata nafasi katika shule za upili za kitaifa. I have examples. Parents have called me from Nyanza, Ngia Girls, Kamusinga High School, Mukumu Girls, Machako School, Mulango Girls in Kitui, St. Charles Wanga, Thika High School, where children from those areas who had applied to be considered to be admitted in those areas, in those schools, and attained the requisite marks, were denied an opportunity. Baada ya Gachagua kuzungumza na waandishi wa habari, aliendeleza mikutano yake ya kisiasa katika kaunti ya Kirinyaga. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wanafunzi wa gredi ya 10 wakitarajiwa kuripoti shuleni siku ya Jumatatu tarehe 12 mwezi huu wa Januari. Mkanganyiko unaendelea kushuhudiwa huku wazazi wengi wakilalamikia mchakato wa uteuzi wa shule na ugumu wa maisha. Muungano wa shule za kibinafsi nchini KIPSA umeonya kwamba huenda masomo ya wanafunzi katika gredi ya 10 yakakosa kuwa na faida iliyokusudiwa katika shule nyingi. Mwandishi wetu Nicholas Mbaya anatupasha mengi zaidi. Ni siku mbili pekee zimesalia kabla ya Jumatatu tarehe 12, siku ambayo wanafunzi wa gredi ya 10 wanatarajiwa kufika shuleni. Tunafika katika shule ya Glorious Winners Academy, eneo la Malili, kutathmini hali halisi, na hapa tunapata mwalimu ambaye anatufahamisha tayari mgogoro baina ya wazazi, walimu na wanafunzi upo kuhusu uchaguzi wa masomo na shule. You find there's a clash between the parents, the teacher and the students. Maybe the students want this, maybe the parent anataka hii kwa mtoto wake, na mwalimu unajua mwalimu amekaa sana na mwanafunzi. Maybe huyu mwalimu anaona huyu mtoto atawezana na hii, atawezana na hii. Hali si tofauti katika shule ya wavulana ya Mumbuni mjini Machakos. Mwalimu mkuu Peter Kilonzo anatufahamisha lipo tatizo. Yes, challenge because you may find that majority have applied for STEM, which means our teachers in social sciences may be idle. So we are expecting that when they come, we are going to expose them to all the pathways, then they will be able to choose, and we have a balanced curriculum. Mzozo huu kikithiri, lipo tatizo lingine: idadi kubwa ya wanafunzi katika shule ambazo hazina miundo misingi ya kutosha au walimu wa kutosha, kama anavyotuarifu naibu mwenyekiti wa muungano wa shule za kibinafsi nchini Stephen Kesili. When I talk of 30 and you have employed, call it like 10 teachers, the learner ratio, the teacher learner ratio is very minimal, very small. If you look at where there is overcrowding, of course the contrary is the position. Kuwasili katika shule ya upili ya Machakos School mjini Machakos, mwalimu mkuu anatufahamisha kuwa shule za kitaifa zipo na uwezo wa kudhibiti hali hii kwa sasa. With the advent of the CBE curriculum, we will all be having 3 groups at a time. So we have even extra classrooms. Si idadi pekee, wazazi wengi hawajui la kufanya
Na mjini Machakos tunapatana na mzazi ambaye yupo safarini kuelekea mjini Kisii kutafuta shule angalau mwanao apate nafasi kabla ya siku ya Jumatatu kuwadia. Nikifikiria kama leo mtoto wangu ameitwa all the way from Machakos, ameitwa Nyamira na ameitwa day scholar. Najiuliza mimi kama mzazi, sina watu ambao wako Nyamira, naweza sema huyu mtoto atakuwa anatoka kwa wale watu ambao ni wetu wako Nyamira. Katika kaunti ya Makueni mambo si tofauti sana. Walimu walijitwika jukumu la kuwasaidia wazazi na wanao kujaza nafasi kupitia mitandao ya Wizara ya Elimu. It is not possible to issue physical letters because the learner is going to be admitted online, that he can be able to be given assessment number and also admission code, which will be used in the school, in the chemist and also by the NEC. Sasa taifa likisubiri siku ya Jumatatu kubaini mbivu na mbichi kuhusu elimu ya gredi ya 10. Nicholas Mbai, runinga ya TV47. Asante sana Nicholas Mbai kwa taarifa hiyo. Matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2025 yamezua mbwembwe na furaha kote nchini, huku wanafunzi, wazazi na walimu wakisherehekea mafanikio makubwa. Furaha hiyo imetawala kaunti za Malindi, Baringo, Elgeyo Marakwet, Embu, Kiambu, Nairobi, Meru na maeneo mengine mengi nchini. Sasa watahiniwa hao wana matumaini ya mwanzo wa ukurasa mpya. Susan Locho ameandaa taarifa hii. Kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa KCSE kumegeuka kuwa sikukuu ya kitaifa, huku shule mbalimbali zikimiminika barabarani kusherehekea ushindi wa juhudi, bidii na subira. Katika kaunti ya Kiambu, shule ya Mang'u imeongoza sherehe baada ya matokeo bora. Mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, shule kadhaa zikiwemo shule ya wavulana ya Tahwid, shule ya wasichana ya Beluga na East Kama Academy zimesherehekea matokeo bora. Sasa tunawashauri pia wani ambao wako nyuma watie bidii. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, mbwembwe zilishika kasi baada ya Nyamongo Lee kupata A ya alama 81 katika mtihani huo. Lee aliyesomea shule ya Nairobi alipokelewa kwa shangwe na nderemo na familia, walimu na majirani. Katika kaunti ya Baringo, eneo bunge la Kapropita liligeuka kuwa uwanja wa densi baada ya Faith Boswey, mwanafunzi wa shule ya wasichana ya Kapsabet, kupata A ya alama 83. Very happy. Though my greatest challenge was school fees, I thank God because he saw me through. Kaunti ya Meru nayo ina sababu ya kutabasamu. Shule ya kitaifa ya Meru imeandika historia baada ya 99% ya watahiniwa wake kufuzu kujiunga na vyuo vikuu. A plain 69, A minus 136, B plus 153, B plain 117, B minus 49, C plus 13, C plain 6 and C minus 2 students only. Kulingana na mwalimu mkuu, shule hiyo imepata wastani wa alama 9.97, ongezeko kutoka 9.36 mwaka uliopita, huku wanafunzi 537 kati ya 545 wakitarajiwa kuendelea na masomo ya chuo kikuu. Katika kaunti ya Kajiado, shule ya Glorious Kitengela nayo imejiunga na msururu wa mafanikio na kusherehekea matokeo kwa vifijo na nderemo. Amekuwa matokeo kupeleka wanafunzi watano B+. Wanafunzi ambao wamebakia ni B na B-. Alafu napeleka watoto 30. Shule nyingine nchini zikiwemo Mary Hill, shule ya Nairobi, Maranda na shule ya Bungoma pia zimesherehekea matokeo bora nchini. The division was positive by 0.0
309. Matokeo ya mtihani wa KCSE umeleta tabasamu na furaha kwa familia na shule mbalimbali kote nchini, wakisherehekea bidii na kujitolea kwa wanafunzi wao, huku wakiwa na matumaini ya mwanzo wa hatua yenye mafanikio. Susan Locho, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Dakika 17 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuchukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke. Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Familia moja inalilia haki baada ya mpendo wao Jimmy Kitavi, mume na baba wa watoto watatu, kufariki kwa kupigwa na umeme alipokuwa kazini katika uwanja wa ndege wa Moi jijini Mombasa, alikokuwa ameajiriwa na kampuni ya Eurocraft.
Na kama Quinto Wafula anavyosimulia, ripoti ya upasuaji ilidhihirisha kuwa mwenda zake aliaga kwa athari za nguvu za umeme, jambo ambalo wanahofia kampuni hiyo kukataa. Kilio na majonzi viliteka anga katika makafani ya Coast General jijini Mombasa. Familia, jamaa na marafiki wa Jimmy Kitavi wakijumuika hapa kwa ajili ya kutoa mwili wa mpendo wao na kuanza safari ya kumpumzisha nyumbani kwao Kitui. Kulingana na familia ya Kitavi, mwenda zake aliaga dunia tarehe 2 Januari alipokuwa kazini katika uwanja wa ndege wa Moi katika kaunti ya Mombasa, akiwa katika utekelezaji wa majukumu yake chini ya mwajiri wake Eurocraft, mahali ambapo amefanya kazi kwa miaka 16. Karibu kutoa mzigo, kuna mzigo ulikwama, ndio kunini akapigwa na hiyo nini, akakufa tu hapo. Hiyo stima alipikwa na shoki hapo kwa mkono na ikachoma moyo immediately, akashindwa kupumua. Upande wa mwajiri unasisitiza kuwa bado uchunguzi unafanywa na idara ya DCI na watachukua hatua baada ya uchunguzi huo, familia ikihofia tetesi hizo na kusisitiza kuwa ukweli ni bayana. Lakini pale kampuni tunavyosikia si mambo inaenda vizuri, tunaona ni kama watafinikia, na hii hatutaiacha. Tumetayarisha mazishi na hakuna kitu tumepata kutoka kwa mwajiri wa Kitavi. Mwili wa Jimmy unapolazwa, familia aliyoiacha nyuma inalilia uwazi na haki katika uchunguzi na hatimaye fidia itakayosaidia katika kuendeleza maisha ya mjane na watoto wake watatu, ikizingatiwa kuwa aliyeaga ndiye alikuwa mfadhili mkuu wa familia hiyo, kwani mkewe hakuwa na kazi. Watoto ni wadogo sana, wanafaa wajoin shule, haki itendeke kwa mume wangu. Kuna mmoja anaingia grade 10 na ambapo ni changamoto. Kuna huyu anaenda grade 7 bado, na huyu alikuwa anaingia PP1. Kwa hivyo tunataka serikali iingilie kati, itusaidie sisi. Quinto Wafula, TV47, kaunti ya Mombasa. Asante sana Quinto Wafula kwa taarifa hiyo. Tukiingia michezoni, ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Kenya Police walikabwa koo na KCB katika mechi iliyochezwa leo jioni ugani Kasarani katika kaunti ya Nairobi. Timu ya kocha Robert Matano ilitoka sare ya 0-0 dhidi ya wageni hao. Sasa Police imo katika nafasi ya 6 kwa alama 23 kwenye msimamo wa ligi hii, huku KCB wakishikilia nafasi ya 7 kwa alama 22. Katika mechi nyingine, Sofapaka na Bidco United zilitoka sare ya 1-1 katika uwanja wa Kasarani Annex. Timu hizi mbili kwa sasa zinasalia katika eneo la mchujo. Sofapaka wanairama Shege, nafasi nzuri, nafasi mpaka ndani ya kamba. Wamerejewa na mafuta wa Bidco United, Haman Gala Mombegu. Kwingineko ni kwamba kocha mshikilizi wa klabu ya Bandari Razak Siwa amewahakikishia mashabiki ushindi watakapopambana na klabu ya Kakamega Homeboyz uwanja wa Mbaraki hapo Jumamosi. Kocha huyo amedai kuwa vijana wamejitayarisha ipasavyo na hakuna jeraha ibuka. Vilevile mashabiki wanatarajiwa kutumia njia ya kidijitali kuingia uwanjani. Aidha, klabu hiyo inatarajiwa kutambulisha kocha mpya na wachezaji wapya wiki ijayo. Kwenye mechi nyinginezo wikendi hii, Tusker FC itakuwa mwenyeji wa AFC Leopards. Mathare United itakutana na Murang'a Seal. Nairobi United itacheza dhidi ya Ulinzi Stars, huku Gor Mahia ikichuana na Shabana. Na pale tulipo hatujakuwa mahali pazuri, so lazima tungangane, tutafute pointi 3 kwa njia yoyote. Na tuko home, lazima tutumie advantage ya home ili kuchukua pointi 3. This year naye kuna tu changes wataona na tutajipush sisi kama players. Tumekuwa na meeting yetu na tutafanya change kubwa pia. Kiingilio itakuwa ni shilingi 100 na VIP itakuwa ni shilingi 500. Na sasa hivi tumehamia digital. Nafikiri ni swala kama nimekuwa nikilizungumza kila siku. Kwingineko ni kwamba Senegal itachuana na Mali hivi sasa kwenye mechi ya robo finali ya dimba la bara Afrika AFCON ugani Tangier nchini Morocco. Mshindi wa mchuano huu atakutana na aidha Misri ama Ivory Coast katika nusu finali juma lijalo. Lions of Teranga walifuzu robo finali baada ya kuwabandua Sudan, huku Eagles wakiwatimua Tunisia. Mechi hizi za AFCON zinapeperushwa moja kwa moja kwenye Radio 47.
équipe la boo xam ne pare na équipe la boo xam ne pare na da ngay xool rek mine bi nga xam ne il va falloir en faire, il va falloir en assumer et que li ñu koy gisee nii le groupe fii très. Mbali na taarifa hiyo, michuano ya kombe la FA inaingia raundi ya 3 wikendi hii na baadhi ya